Msanii Kiss Daniel ameripotiwa kuchelewa kwenye show yake huko Paris, Ufaransa, hali ambayo ilipelekea vurugu kwa mashabiki na waandaji wa show hiyo. Tamasha hilo lilikuwa limepangwa kuanza muda wa saa 1 jioni na kumalizika saa 5 usiku, huku ukumbi ukitakiwa kufungwa saa 6 kamili usiku kutokana na sheria za Paris, Ufaransa. Lakini Kiss Daniel hakuonekana mpaka muda wa saa 5 na dakika 50 usiku, muda ambao ulikuwa ni karibu kila kitu kupaswa kuwa kimeshaisha na kimeshakamilika. Lakini mashabiki walianza kufika mapema sana kuanzia muda wa saa 10 jioni, lakini baadaye kutokana na kusubiri kwa muda mrefu bila taarifa yoyote kutoka kwa waandaaji, wengi pia walionekana kukerwa na kuondoka, huku wengine pia wakionyesha hasira zao kwa kupiga kelele na kuweza kulalamika kutokana na mhusika ambaye ni msanii aliyekuwa amepanga kuja kutumbuiza katika tamasha hilo kutokuonekana. Lakini waandaji wa tamasha hilo walisema kwamba walimlipa Kiss Daniel zaidi ya naira milioni 140, ambayo ni sawa na milioni 239 na zaidi kwa ajili ya onyesho hilo. Kitu ambacho wao walikuwa wanakifanya kwa muda huo ni kujitetea kwa upande wa mashabiki pia ambao walikuwa wanaonekana wamelipa kiingilio chao kwa ajili ya kuja kumshuhudia Kiss Daniel kutoka Nigeria, ambaye alikuwa amepangwa kuja kutumbuiza katika tamasha hilo. Kuchelewa kwake kulisababisha vurugu, ambapo polisi walilazimika kuingilia kati kutokana na kile ambacho kilikuwa kitokea na kuweza kuwatuliza. Sio hivyo tu, lakini pia bodyguard wa msanii huyo alionekana kushambuliwa wakati wa vurugu hizo, na wengi walionyesha pia kukerwa na tabia ya msanii huyo pia kuchelewa kufika kwenye show zake, jambo ambalo limeonekana kurudiwa mara kwa mara katika matamasha yake mbalimbali ambayo amekuwa akiyafanya. Lakini hii ni mwendelezo tu wa kile ambacho Kiss Daniel amekuwa akikizungumza kwa kipindi cha hivi karibuni kutokana na kuratibu matamasha au show zake katika maeneo tofauti tofauti, ambapo kutokana na ratiba ambayo alitoa msanii huyo ilikuwa inaonyesha kwamba tarehe 7 ni Palma, lakini pia tarehe 8 Stockholm, na tarehe 9 ni Paris ambayo ni Ufaransa, tarehe 14 ni Amsterdam, na tarehe 15 ni Cologne. So hii ni ratiba ya msanii huyo ikionyesha tour yake kwa upande wa bara la Ulaya. Sasa changamoto kama hizi ambazo zimekuwa zikionekana zinaonyesha kuleta dosari kidogo kutokana na tabia zake pia za kuchelewa kwenye matamasha yake ambayo msanii huyo pia anakuwa amepanga. Utakumbuka pia nchini Tanzania msanii huyo pia mwaka juzi, moja kati ya changamoto pia ambayo ilijitokeza ni mara baada ya kuchelewa hivyo hivyo kujitokeza kwenye show ambayo ilikuwa ni Dar es Salaam, na baadaye sababu ambayo ilikuja kuonekana mara baada ya waandaji wa tamasha kumfuata katika hoteli ambayo alikuwa amefikia, akatoa sababu kwamba nguo zake ambazo alitakiwa kuvaa kwenye tamasha hilo amezisahau kwenye ndege ambayo ni Uganda, Kampala, kutokana na njia ambayo alipita. Hivyo alikuwa anajaribu kuwasiliana na wahusika wa ndege hiyo pia ili waone namna gani pia ambavyo wanaweza wakamfikishia nguo zake Tanzania kwa ajili ya kufanya tamasha, na wakati huo pia muda wa tamasha ulikuwa umeshafika na mashabiki walikuwa wakimsubiri, hali pia ambayo ilisababisha kuleta ugomvi mkubwa sana kutokana na kuchelewa kujitokeza kwenye tamasha hilo. Sasa na hii tena imejitokeza kwa upande wa Paris, Ufaransa, kutokana na msanii huyo pia kuchelewa kujitokeza. Sasa hii imekuwa ni muendelezo wa kile ambacho msanii huyo pia amekuwa akifanya. Je, mwisho wake ni nini, lakini pia ina athari zipi kwa upande wa msanii? Tuandikie kupitia kwenye sehemu ya maoni hapo katika akaunti yetu ya YouTube. Peace.